serikali unayoiongoza inatumia jumla ya bilioni 21 kwa ajili ya ruzuku ya tumbaku. Mheshimiwa Rais, kwenye zao la korosho ambalo mwaka huu watu wote tumeshangilia na tumekuwa na uzalishaji ambao toka tumepata uhuru hatujawahi kuufikia, wa tani 520,000 na kitu, umetumia jumla ya bilioni 281, na hapa naomba iwe recorded properly, bilioni 281 kama pembejeo na miche, na wakulima wanapewa bure. Na wakulima kwenye msimu uliopita, Mheshimiwa Rais, wameuza mazao yenye thamani ya trilioni 1.5, ni fedha za wakulima mfukoni. Tunataraji export value ya zao la korosho itakwenda 1.8 to 1.9 trillion shilling kwa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ruzuku ya mbolea, huu ni mwaka wako wa 3 unatekeleza ruzuku. Wakati unazungumza na bunge, matumizi ya mbolea ya nchi hii yalikuwa tani 300,000 kama na 30,000 na 60,000. Msimu uliopita wa kilimo wa 23-24 tumetumia jumla ya tani 860,000, na msimu huu tunataraji matumizi ya tani 1,200,000. Kwa jumla mpaka sasa umetoa jumla ya bilioni 653 kama ruzuku ya kwenye mbolea. Mheshimiwa Rais, serikali yako mwezi wa 8 mwaka huu umezindua program ya mechanization pale kwenye 88, na nchi hii kwenye kusini mwa jangwa la Sahara mpaka kufika mwaka 2025, 26, 26, 27, 27, 28 nchi hii itakuwa na mechanization center 1000. Jumla ya matrekta 10,000 yananunuliwa na serikali, power tiller, combine harvester. Na Mheshimiwa Rais, sasa hivi tunavyoongea tumenunua vifaa vya kuchimbia visima kwa wakulima, jumla ya magari, na tutakuwa na magari mawili makubwa kati ya magari 20 tulionunua ya kuchimbia visima. Magari mawili yatakuwa na uwezo wa kuchimba mita 1500 kwenda chini kwa ajili ya kuyatafuta maji. Mheshimiwa Rais, programu hii ya mechanization serikali unayoiongoza itatumia 1.2 trillion shilling kwa ajili ya mechanization centers. Na wakulima tumefanya pilot kwenye pamba, sijui kama mkurugenzi wetu wa bodi ya pamba yuko hapa. Mheshimiwa Rais, wakulima wa pamba ambao walikuwa wanakodi trekta kwa wastani wa shilingi 70,000 mpaka 100,000 wamelimiwa mwaka huu kwa shilingi 35,000 kwa ekari. Itakuwa ni mechanization center ambayo itakuwa ni service center kwa ajili ya kutoa ruzuku kwa wakulima. Siku zote nchi hii tumehubiri matumizi ya zana za kisasa. Hawezi mkulima mdogo huyu kwenda kufanya hiyo kazi ya zana za kisasa. Mheshimiwa Rais, umetoa ruzuku ya mbegu kwa mara ya kwanza ndani ya serikali unayoiongoza. Tunatoa ruzuku kwenye mbegu ya mahindi, tunatoa ruzuku kwenye mbegu ya alizeti, tunatoa ruzuku kwenye mbegu ya ngano. Lakini mbali na hapo, Mheshimiwa Rais, sekta hii ya kilimo mwaka 2021 mikopo yote iliyokuwa inaenda direct kwa wakulima ilikuwa ni bilioni 800. Bilioni 800. Leo mikopo iliyoenda kwenye sekta ya kilimo ni trilioni 4 bilioni 270. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa mara ya kwanza toka nchi hii ipate uhuru unatoa subsidy kwenye uzalishaji, lakini unatoa vile vile ruzuku kwenye bei za wakulima. Kwa mara ya kwanza National Food Reserve Agency uliipa kibali, na hivi karibuni tuta launch Food Security Bond. Mheshimiwa Rais, namshukuru Waziri wa Mipango ameshaidhinisha, namshukuru Wizara ya Fedha wameshaidhinisha. Tuna launch Food Security Bond, lakini hifadhi ya chakula ya nchi yetu imefika tani 700,000. Haijawahi kufika toka tunapata uhuru. Lakini ulikubali bei za mahindi zilivyoanguka zikawa 300, 400, ukaniagiza nunueni kwa minimum price ya shilingi 700 kwa wakulima. Umewapa mbegu, umewapa mbolea, wakakosa soko, serikali imeingia kwa ajili ya kuwa off-taker na inahifadhi mazao. Na niwahakikishie wakulima kwamba safari hii
tumejiandaa vile vile kwenda sokoni kwa ajili ya kununua mazao ya wakulima. Mheshimiwa Rais, nini maana yake hizi hatua ulizochukua za awali? Mheshimiwa Rais, leo wakati unahutubia bunge, ukuaji wa sekta ya kilimo ulikuwa 2.7. 23-24 growth ya sekta ya kilimo imefika 4.2. Mwaka huu tunataraji tunaweza tukafika 5%. Malengo uliotupa ni kufika 10% mwaka 2030. Lakini Mheshimiwa Rais, wakati tunaingia madarakani, average export value ya nchi yetu ilikuwa ni dola bilioni 1.2 wastani. Leo 23-24 mauzo ya nje ya sekta ya kilimo mazao ni dola bilioni 3.5. Mheshimiwa Rais, usalama wa chakula umefika 120%. Leo Tanzania confidently tunaenda nje na kusema sisi ni wazalishaji wa pili wa mahindi Afrika, wazalishaji wa pili wa zao la tumbaku, kwa sababu kwenye zao la tumbaku Mheshimiwa Rais, sisi tulikuwa hatupo kwenye 1, 2, 3, 4, 5, tulikuwa kuna kundi linaitwa others na wengineo, ndio tulikuwa huko. Ndani ya miaka mitatu leo Tanzania ni second largest producer wa tumbaku Afrika. Mheshimiwa Rais, leo Tanzania baada ya Brazil ndio ni nchi ambayo ina single owned processing plant ya Greenleaf iko Morogoro, the largest single processing plant ya kuprocess tumbaku iko hapo Morogoro. Kiwanda cha pili kwa ukubwa duniani baada ya Brazil kiko Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo hii ulilaunch scheme ya BBT na ilikuwa ina mjadala mkubwa sana kwenye nchi yetu, kama ambavyo uliibuka mjadala wa benki ya ushirika, kwamba mnaanzisha benki ya ushirika, kwa nini? Kuna TADB. Na mimi ningependa kutumia nafasi hii kuwaambia wenzetu, TADB kisera, Mheshimiwa Rais, ni development bank. Bahati mbaya bungeni ilikuwa kwa nini TADB haipo Nzega, kwa nini haipo Igunga, kwa nini haipo Njombe? Haiwezekani TADB kwenda kuwa katika infrastructure ya commercial. Ni benki ya maendeleo ambayo inatakiwa iwekeze kwa muda mrefu, itoe guarantee scheme kwenye commercial bank. Tulianzisha benki ya COP kama commercial bank ya wakulima na inayomilikiwa na wakulima, ambayo itafanya commercial function. Baada ya kukosekana hii benki ya wakulima ambayo ni commercial, TADB ndio ilibidi aweze kukava ile vacuum kwa ajili ya kwenda kutoa mikopo ya wakulima midogo midogo kama wanavyotoa NMB na CRDB. Ujio wa benki hii, Mheshimiwa Rais, utairudisha TADB, na TRA yuko hapa ndugu yangu Mchechu, na gavana wa benki kuu yuko hapa, kwamba tutairudisha Tanzania Agricultural Development Bank kwenye mandate yake ya awali ili iweze kutoa mikopo ya muda mrefu na nafuu kwa ajili ya infrastructure development kwenye sekta ya kilimo, na benki ya ushirika ifanye shughuli za kutoa short term loans kwa wakulima na mikopo ya pembejeo ili tuweze kudiriski sekta hii ambayo imekuwa kwenye risk kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais, benki hii uliozindua leo, tunakushukuru sana kwa kukubali serikali kuwekeza 10%. Lakini vile vile ukatoa 5 billion kuifanya washirika waweze kumiliki 51%. Tunakushukuru sana. Ombi langu Mheshimiwa Rais, ambalo naliomba kwa dhati kabisa, unatoa fedha za pembejeo, unatoa fedha kwa ajili ya mechanization, unatoa fedha za ruzuku. Sasa hivi irrigation infrastructure, serikali unayoiongoza, na namshukuru Awesu yuko hapa, namshukuru sana, kwa sababu uwekezaji wa sekta ya umwagiliaji kama hakuna alignment na mwenye maji ni mtihani. Namshukuru Awesu kwa kuwa flexible. Mabonde wamekuwa tayari kuturuhusu tu design miradi ya umwagiliaji kwenye mabonde. Tunatekeleza miradi 780 katika nchi yetu yenye jumla ya hekta 560,000 ambayo ni kila mwaka unawekeza almost 300 billion.
Serikali unayoiongoza imeshaanza sasa hivi ujenzi wa mabwawa zaidi ya 114 katika nchi yetu kwa ajili ya kuvuna maji. Umetupa maelekezo na Awesu tutangaze mradi wa kujenga Ziwa Victoria kuja Dodoma kama gridi ya taifa ya maji ili uhudumie binadamu, wanyama na mifugo. Hii uwekezaji wote huu, Mheshimiwa Rais, kama benki kuu yetu haitakubali kufanya reforms za financing model kwenye nchi yetu, na sisi kama nchi kuwa na first agricultural financing policy ambayo kutakuwa na mfumo wa ukopeshaji kwenye sekta za uzalishaji kwa maana ya kilimo, mifugo na uvuvi, tofauti na mifumo ya sasa ya fedha, bado tutakuwa na safari ndefu ya kumuondoa mwananchi huyu maskini katika umaskini uliopo, kwa sababu watahitaji kuwa na mifumo sahihi, incentive scheme ambazo commercial bank zitapewa ili ziweze kumkopesha mkulima tofauti na wanavyomkopesha muuza duka, wanavyomkopesha Bakhresa, wanavyomkopesha na mwingine yoyote. Mkulima na sekta ya kilimo wanahitaji unafuu tofauti kabisa wa product zilizoko sokoni na hatua zilizoko sokoni. Mheshimiwa Rais, ili tusivuruge Coop Bank, umenipa maelekezo. Kutakuwa na dirisha ndani ya benki ya ushirika. Dirisha hili litakuwa ni dirisha maalum. Tunayo AGITIF, na Mheshimiwa Rais umetuombea fedha za BBT kutoka African Development Bank. Watu wengi wamekuwa wakihoji development ya BBT. Tumepata dola milioni 129 ambao tutautekeleza mradi wa BBT Wizara ya Kilimo, na kwa dada yangu Washatu Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Programu hii Mheshimiwa Rais, wakati tuna design mradi tukaomba kuwe na window ya financing ya dola milioni 35. Fedha hizi Mheshimiwa Rais zitakuwa aggregated kupitia Agricultural Trust Fund, zitapelekwa kama window maalum ndani ya benki ya ushirika. Pale zitafanya kazi ya kutoa guarantee scheme na zitatumika kama equity fund kwenye miradi ya kilimo ili ziwe na riba nafuu tofauti na commercial lending ambayo benki ya ushirika itaendelea kuifanya kwa huduma zingine. Lakini mbali na hapo, kama wizara tutaendelea kutenga fedha za AGITIF katika bajeti kuiwezesha AGITIF kuwa na mitaji nafuu ili hizo fedha ziende kwenye dirisha la Coop na Coop afanye kazi ya kuwakopesha wakulima kwa riba nafuu. Kwa sababu sasa hivi anachukua na washukuru TADB wamewapa mfano 7 billion line, lakini wamewapa 7 billion kwa riba isiyozidi 7%. Technically hii riba ya 7% kama ndio wamechukulia fedha, wakienda kwa wakulima itaenda 12%, 13%, 14%, 15%. Tutakuwa hatujafikia lengo. Kwa hiyo fedha hizi zitakazotengwa ndani ya mfuko wa AGITIF moja kwa moja zitasimamiwa kupitia Coop Bank na litakuwa dirisha la guarantee na equity fund kwa ajili ya kuwadiriski wakulima na kuwapatia mikopo ya single digit, na hazitatoka serikalini zikiwa na riba inayozidi 2% mpaka 3%. Mheshimiwa Rais, sisi leo kama wakulima, na naomba wanaushirika wote wa SACCOS na mazao wasimame, waliomo ndani ya ukumbi huu wote naomba msimame. Mheshimiwa Rais, hawa ndio wenye benki hii by 51%, ndio wanaimiliki 51%, lakini hawa ndio wamebeba uchumi wa nchi hii wa kilimo, ndio wanaotuletea food security, ndio wanaotusaidia kuwepo na utulivu katika nchi yetu. Hawa ndio ruzuku zote unazotoa zinaenda kwao, na watu wengi wamekuwa wakiuliza rais anatoa wapi hela. Kwa mujibu wa katiba hii, custodian wa rasilimali za nchi hii ni rais, ndio Watanzania wamekukabidhi. Wewe ndio unaigawa keki. Naomba nitumie nafasi hii Mheshimiwa Rais kwa niaba ya wakulima kukushukuru sana kwa dhati kwa kuliona jambo hili na kuona wakulima kuwa ni watu ambao wanahitaji kupewa mkono ili waweze kupambana katika uchumi huu wa kibepari. Asante sana, na nawashukuru wakulima kwa commitment yao kwenye sekta ya kilimo. Naomba tukae. Mheshimiwa Rais, African Development Bank wametupa fedha za BBT, lakini IFAD vile vile
IFA 12, namshukuru Mwigulu huko aliko. Namshukuru sana PST, Mheshimiwa Rais. Pamoja na majukumu yaliyoko, sijui Stiglers, sijui reli, sijui nini. Pale waziri wa kilimo na katibu mkuu wizara ya kilimo tuna kauchochoro. Tunaenda kuongea kabisa majadiliano. Ndio maana mimi kamati ya budget wakiniita na kamati ya kilimo kuniambia hupewi hela kwa nini? Naambia msiwe na wasiwasi, nitazipata. Ninawashukuru kwa flexibility ya utayari. Saa ingine hawana fedha, wananipa karatasi. Ninaenda kwenye commercial bank kuchukua fedha na tunarudisha. Wako hapa watu wa mabenki. Na nataka niwaambie BOT wasiogope wakiona NFRA imekopa fedha, kwa sababu tuna capacity ya kulipa madeni. Tuna track record. Leo ni mwaka wa 3, kila mkopo wa benki tumeulipa bila matatizo yoyote. Mheshimiwa Rais, kidogo leo niko excited kwa sababu mjadala wa Coop Bank ilikuwa inaonekana ni jambo la uenda wazimu. Yani haliwezekani, mnafanya kitu non-starter. Lakini tumie nafasi hii kumshukuru Majid. Namshukuru. Na yeye anajua CRDB kuwa shareholder ni mdau kama alivyo mdau mwingine. Yeye na TR wote ni mashareholder tu. Kwa hiyo influence ya CRDB haipo ndani ya Coop Bank. Coop Bank ipo kwa ajili ya kucomplement na kucompete na commercial bank. Tutahakikisha kwamba commercial banks ambazo tunashirikiana nazo zinakuwa na jicho la huruma kwa wakulima. Mheshimiwa Rais, sasa hizi BOT wana guarantee scheme. Zipo kule Benki Kuu. Uliwaagiza watenge 1 trillion kwa ajili ya sekta ya kilimo. Lakini kuziaccess zile 1 trillion ni mtihani. Kuzipata ni mtihani kweli kwa procedure walizoziweka. Ndio maana nawashukuru kamati yako ya ilani. Kwenye ilani ya CCM bado haijatoka, lakini na mimi nafuatilia mchunguzi nafuatilia. Wameweka hoja ya kuwepo kwa agricultural financing policy ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunawashukuru sana, namshukuru Kitila, namshukuru mzee Wasira akiwemo mule ndani ya ile kamati. Kwa nini tunataka kuwepo na agricultural financing policy? Haiwezekani leo wanatoa mikopo zaidi ya trilioni 30. Access ya sekta ya kilimo ni 4 trillion. Imeongezeka. Lakini sekta hii imeajiri 65-70% ya Watanzania, ina contribute 70% ya almost 60 to 70% ya GDP ya nchi hii, inachangia export value ya nchi hii, inachangia